Kama ilivyo ada, sisi Prosper TV kazi yetu ni kukuhabarisha habari za kimichezo ili uweze kuyatambua yale ambayo yamejiri katika anga za kimichezo, especially ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na leo tuko na mkali wa dimba, mtu wa kuchambua masuala ya kimichezo, lakini pia ni mwandishi wa habari, si mwingine ni Isiaka Nyamihasi ambaye tutaenda kupiga naye stori mbili tatu ili kuweza kujua ni kipi hasa kimejiri ndani, lakini pia na sana sana nje ya mipaka ya Tanzania, tukianzia ndani ya mipaka ya Tanzania. Ila kabla ya yote tujue hali yake. Isiaka Nyamihasi, mambo vipi? Mimi niko jadidi kabisa. Asante sana. Mungu ni mwema siku zote. Bwana, Haji Sunday Manara ameteuliwa na kuwa msemaji au let's say afisa habari wa timu za taifa Tanzania. Kwako wewe unatazama vipi Haji Sunday Manara kwenye nafasi hii? Kwanza ni pongezi kwake kwa sababu Haji Manara amekuwa ni mtu ambaye ametengeneza career yake kwa muda mrefu sana. Amekuwa ni mtu ambaye ameaminika katika nyadhifa mbalimbali hasa katika upande wa michezo hapa nchini. Tokea alipoanza kupata umaarufu mkubwa sana akiwa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, baadaye Yanga, na hivi sasa kupata nafasi ya kuteuliwa kuwa afisa habari ama msemaji wa timu zote za taifa. Nadhani ni kongole kwake kwa hicho ambacho amekifanya, kwa sababu wamepita wasemaji wengi ambao walitengeneza career zao, lakini serikali kuona Haji Manara anafaa kupewa nyadhifa hiyo, basi ilikuwa ni anastahili kupewa nafasi kama hiyo aliyopewa. Huenda ikawa wengi wakawa na mtazamo tofauti kidogo, licha ya kuwa Haji Manara amekuwa katika hiyo karia kwa muda mrefu na amefanya mazuri mengi sana katika soka letu hili la hapa Tanzania, lakini pia kuna damu changa. Huoni kama ni nafasi sasa ya kuzipatia nafasi damu changa ili kuweza kufanya yale ambayo at least Haji Manara amefanya? Hiyo nao pia ni hoja, lakini binafsi kwa kitu ambacho naweza nikakiangazia ni kwamba nafikiri serikali wao kuna kitu ambacho walikuwa wamekiangalia. Prosper, binafsi utakuwa unalielewa ili kwamba timu zetu za taifa zimekuwa zikipitia wakati mgumu sana, hasa kupata support kutoka kwa mashabiki. Siku chache zilizopita tumemsikia rais wa shirikisho la soka Tanzania, Wallace Karia, alizungumza hiyo, akasema kwamba akiomba waandishi wa habari na vyombo vya habari kuweza kuwahamasisha Watanzania waweze kuisemea vizuri timu ya taifa, kwa sababu kuna kipindi imefika mpaka baadhi ya watu wanaibeza timu ya taifa. Kuna mchezo ule uliopita wa vijana chini ya miaka 17 katika robo finali walikuwa wanacheza dhidi ya Algeria. Kuna watu inasemekana walikuwa wanaiombea timu ya taifa iweze kutoka warudi nyumbani, na tunapozungumza hivi leo wameweza kufuzu kuelekea hatua ya finali wakiondoa timu ya Misri. Kwa hiyo serikali wao walikuwa wanahitaji mtu ambaye anaweza kwenda akapush akazungumza na Watanzania wakaweza kuitika wakamsikia, ili waweze kutoa support yao kwa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kwa hilo nadhani Haji Manara alistahili sana, kwa sababu ukisema mlete kijana mdogo ambaye ndo kwanza anaanza kuitengeneza career yake, itachukua muda mrefu sana kuweza kutimiza hilo jukumu ambalo wao serikali wanahitaji. Na bahati nzuri ni kwamba Haji Manara atakuwa anafanya kazi chini ya Baraza la Michezo Tanzania, ambao wao ndo wanakuwa kama wameshikilia michezo yote ya nchi, na timu zetu za taifa zikiwa zipo chini yao kwa kushirikiana na shirikisho la soka Tanzania. Wapo ambao walikuwa na hoji wanauliza kwamba kwa sababu kwa siku za hivi karibuni TFF ndio wamekuwa kama wamebeba jukumu zito la kuzihudumia timu za taifa zote, lakini ni kwa nini wasingemtumia afisa habari wa TFF na aende kuchukua Haji Manara? Ni kwa sababu hiyo kwamba serikali wanahitaji mtu ambaye anaweza akasimama akasema na watu wakamsikia kwa sauti yake yenye mamlaka, ambayo kwa Haji Manara tayari kashaitengeneza legacy yake, kashaitengeneza nafasi hiyo, na ukweli anastahili na kongole kwake. Tunaelekea katika mashindano makubwa ambayo Tanzania ni miongoni mwa zile host country zitakazoenda kuendesha mashindano hayo ya AFCON. Unahisi nafasi ambayo Haji Manara amepewa itatupigisha hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Binafsi sina wasiwasi na Haji Manara kwa sababu ya legacy ambayo ameshaitengeneza. Ni mtu ambaye wote tutakumbuka kipindi ni afisa habari wa Simba, aliyekuwa akisimama akisema basi watu wote wanaitika, mashabiki wa Simba wote wanaitika, na wapo walikuwa si mashabiki wa Simba lakini walikuwa wanamsikiliza, na akiongea chochote lazima watu watasikiliza. Amekuja Yanga the same pride, ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kwa hiyo ukiangalia hata nguvu yake alionayo kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia nguvu yake alionayo kwenye media na watu wengi ambao wanafahamiana nao, Haji Manara
sina wasiwasi naye kuelekea katika michuano mikubwa. Nadhani hamasa yake na mbinu zake ambazo anazo za kuita Watanzania watajitokeza na nafasi yake ataifanyia kazi nzuri. Kuna haja ya kuongeza nguvu, kuongeza watu. Ukitizama michuano iliyopita ya Chani, tulikuwa tuna wasemaji wawili, Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe, licha ya kuwa hawakuwa official, lakini for their level best walijitahidi. Je, Haji Manara unahisi nguvu hiyo inatosha peke yake au nguvu za watu wengine pia zinahitajika? Sifikiri kama Haji Manara amepewa hili jukumu kwamba litabaki mikononi mwake, itakuwa la kwake peke yake, kwa sababu hizi timu za taifa ni za Watanzania wote, ni timu zetu. Huwa siku zote nasema kwamba Watanzania tunatakiwa tuamke, twende tukazisemee timu zetu, tukazipe support timu zetu, kwa sababu ni za kwetu. Tanzania leo inavyo qualify kwenda kucheza AFCON, inavyo qualify kwenda michuano yoyote ile, inazungumzwa Tanzania, hata zungumzwa Haji Manara kwa sababu ndio msemaji. Kwa hiyo watu wote wanatakiwa kwanza walitambue hilo, waweze kuamka, waende wakazipe support timu za taifa. Na kwa upande mwingine, kurejea kwenye swali lako, ni kwamba naweza nikasema kila mtu ana nafasi yake katika kuipambania timu yetu ya taifa. Kama wale wasemaji ambao wapo kwenye vilabu vyetu wenye nguvu kubwa, kina Ali Kamwe, Ahmed Ally, kina Issa Mbuzi, kina Masanza, kila mtu ana nafasi yake, kila mtu kuna watu ambao wanamsikiliza. Kwa kila mmoja akiplay part yake, basi Tanzania inakwenda kufanya vizuri, kwa sababu ni timu yetu wote. Tusimwachie Haji Manara peke yake. Haji Manara amepewa kibarua hiki kwa sababu ya nguvu alionayo, lakini bado pia anahitaji msaada na anahitaji support kutoka kwa wengine. Mwitikio wa mashabiki unauona ukiwa katika level gani, au unaona ukiwa katika hali gani, licha ya kwamba Haji Manara amekwisha pewa kijiti hiki, hususan kuelekea katika mashindano ya AFCON? Mimi nadhani AFCON kwanza, bahati nzuri inachezeka hapa nyumbani. Mashabiki siku zote hawabaki nyuma. Unajua mashabiki kitu gani ambacho wanakihitaji kutoka kwenye timu? Ni timu ifanye tu vizuri. Na kwa mwendelezo wa timu zetu za taifa siku za hivi karibuni zimekuwa na mwendelezo mzuri, zinafanya vizuri. Kwa hiyo nadhani hiyo ni njia mojawapo ambayo inafanya mwitiko wa mashabiki uwe mkubwa sana kwenda kuipa support timu ya taifa. Lakini pia kwa upande wa Haji Manara, nimeshasema hapo mwanzo kwamba ana legacy kubwa sana, ana mashabiki wengi sana, ana watu wengi sana ambao wanamsikiliza, na anazo mbinu pia za kuwafanya Watanzania waweze kuitika kwenda kuipa support timu ya taifa. Kwa hiyo mimi kwa hilo sina wasiwasi nao.